Katika kijiji kidogo kilichokuwa pembezoni mwa jiji la Nairobi, aliishi mama mmoja maskini aitwaye Asha pamoja na mwanawe Juma. Asha alikuwa mjane aliyebeba majukumu yote ya familia peke yake. Kila siku aliamka alfajiri kwenda kutafuta vibarua vya kufua nguo, kupika kwa watu au kulima mashamba ya wengine ili apate pesa kidogo za kujikimu. Licha ya maisha magumu, moyo wake ulikuwa umejaa upendo mkubwa kwa mwanawe. Alimlea Juma kwa maadili mema, akimfundisha umuhimu wa heshima, bidii na kuwa na ndoto kubwa maishani. Juma alikuwa mtoto mwenye akili na bidii shuleni. Alipenda kusoma na alitamani siku moja awe mtu wa kuleta mabadiliko katika maisha yao. Hata hivyo, hali yao ya kifedha ilikuwa changamoto kubwa. Mara nyingi alishuhudia mama yake akihangaika kupata fedha za ada. Licha ya matatizo hayo, Asha hakukata tamaa. Aliamini elimu ndiyo njia pekee ya kumtoa mwanawe katika umaskini. Kila alipomwangalia Juma akisoma kwa hamu, alijipa nguvu ya kuendelea kupambana, akiamini kuwa siku moja mateso yao yangekuwa historia. Kadiri muda ulivyopita, Juma alikaribia kumaliza elimu ya msingi. Hata hivyo, ada ya mitihani ya kitaifa ilihitajika kulipwa mapema. Asha alijaribu kila njia kupata pesa, lakini hakufanikiwa. Alienda kwa majirani kuomba msaada, akakopa kidogo kidogo, lakini bado haikutosha. Wakati wa mwisho ulipofika, mkuu wa shule alimwambia wazi kuwa Juma hangeweza kuruhusiwa kufanya mitihani bila kulipa ada. Maneno hayo yalimuumiza Asha sana. Alihisi moyo wake ukivunjika. Hata hivyo, hakukata tamaa. Alienda nyumbani na kuketi kimya, akifikiria njia nyingine. Alitazama nyumba yake ndogo, kisha macho yake yakatua kwa kuku wake wawili waliokuwa tegemeo lake la mwisho. Ingawa walikuwa wachache, aliona thamani kubwa ndani yao. Asha aliamua kuwachukua kuku hao kama sehemu ya malipo. Aliwaangalia kwa macho yenye huzuni lakini yenye matumaini, akijua anatoa kitu cha thamani kwake kwa ajili ya mustakabali wa mwanawe. Alijawa na maombi moyoni, akitumaini kuwa juhudi zake hazingepotea bure na kwamba Juma angepata nafasi ya kuendelea na mitihani yake muhimu. Siku iliyofuata, Asha aliamka mapema na kujiandaa kwenda shule. Aliwafunga kuku wake wawili kwa uangalifu, akiwabeba kwa mikono yake iliyochoka lakini yenye matumaini makubwa. Alianza safari kuelekea shule huku akitembea kwa miguu kupitia njia ya vumbi. Watu waliokuwa njiani walimtazama kwa mshangao, wengine wakimhurumia kutokana na hali yake ya maisha. Alipofika shuleni, alienda moja kwa moja hadi ofisini kwa mkuu wa shule. Alipiga hodi kwa heshima na kuingia akiwa na sauti ya unyenyekevu. Alieleza hali yake ya umaskini na jitihada alizofanya kupata fedha za ada bila mafanikio. Kisha akaonyesha kuku wake wawili kama sehemu ya malipo. Mkuu wa shule alimsikiliza kwa muda mfupi, lakini uso wake ulionyesha kutoridhika. Aliona jambo hilo halikubaliki na halikuendana na kanuni za shule. Bila kuonyesha huruma, alimkataa Asha na kumwambia aondoke na kuku wake. Maneno yake yalikuwa ya baridi na ya kukatisha tamaa. Asha alihisi moyo wake ukivunjika. Alitoka ofisini polepole, macho yake yakiwa yamejaa machozi. Licha ya maumivu hayo, hakusema neno lolote. Alibeba kuku wake na kuanza safari ya kurudi nyumbani, akiwa na matumaini yaliyofifia, lakini bado akiwa na mapenzi makubwa kwa mwanawe. Mvua ilianza kunyesha ghafla wakati Asha alipokuwa njiani kurudi nyumbani. Barabara ilikuwa ya utelezi na magari yalikuwa yakipita kwa kasi. Asha alijaribu kuvuka barabara kwa uangalifu, akiwa amebeba kuku wake. Ghafla, lori kubwa lililokuwa likija kwa kasi lilipoteza mwelekeo kutokana na barabara kuwa na utelezi. Dereva alijaribu kufunga breki, lakini haikuwezekana. Lori hilo lilimgonga Asha kwa nguvu kubwa na alitupwa kando ya barabara. Watu waliokuwa karibu walikimbia kumsaidia, wengine wakipiga kelele kuomba msaada. Lakini hali ilikuwa mbaya sana. Asha alijeruhiwa vibaya na hakuweza kuokolewa kwa wakati. Dakika chache baadaye, alifariki dunia kabla ya kufikishwa hospitalini. Tukio hilo lilileta huzuni kubwa kwa watu waliolishuhudia. Habari za kifo chake zilienea haraka kijijini na kufika kwa Juma.
Juma aliposikia habari hizo akiwa shuleni, alishtuka sana. Moyo wake ulivunjika vipande vipande. Alilia kwa uchungu mkubwa, akishindwa kuamini kuwa mama yake aliyempenda sana hakuwa tena duniani. Siku hiyo, maisha yake yalibadilika ghafla na ndoto zake za shule zikaanza kufifia. Baada ya kifo cha mama yake, Juma alilazimika kuacha shule kwa sababu hakuwa na ada wala mtu wa kumsaidia. Alihisi upweke mkubwa na huzuni isiyoelezeka. Alihama kijijini na kwenda kuishi karibu na mji, tafuta njia ya kujikimu. Alianza kufanya kazi ndogo ndogo kama kubeba mizigo sokoni na kusaidia watu katika shughuli mbalimbali. Maisha yalikuwa magumu sana kwake. Hakupata nafasi ya kusoma tena, lakini hakukata tamaa kabisa. Alijifunza kupitia kazi alizokuwa akifanya na watu aliokutana nao. Alijitahidi kuwa mnyenyekevu, mchapakazi na mwaminifu katika kila alichofanya. Watu wengi walianza kumheshimu kwa tabia yake nzuri na juhudi zake. Licha ya changamoto, Juma aliendelea kuishi kwa matumaini kwamba siku moja maisha yake yangebadilika. Kila alipokumbuka mama yake, alijipa nguvu ya kuendelea mbele. Alitambua kuwa sadaka ya mama yake haikuwa bure na kwamba alikuwa akiishi maisha ambayo mama yake aliyatamani kwa ajili yake. Miaka ilipita na Juma akakuwa kijana mwenye uzoefu na uthabiti katika maisha. Alijifunza kufanya kazi kwa bidii na kuwa mtu wa kuaminika. Siku moja, alipata kazi katika nyumba ya mfanyabiashara mmoja tajiri. Alifanya kazi zake kwa uaminifu mkubwa, jambo lililomvutia sana mwajiri wake. Mwajiri huyo alianza kumwamini Juma na kumpa majukumu zaidi. Aliona uwezo wake wa kujituma na akili yake ya haraka katika kutatua matatizo. Polepole, Juma alianza kupata nafasi ya kujifunza mambo mapya kuhusu biashara na usimamizi. Kwa muda mfupi, alionyesha maendeleo makubwa kazini. Wenzake walimheshimu na viongozi wake walimthamini. Ingawa hakuwa na elimu rasmi, bidii yake ilimfungulia milango hakuwahi kufikiria hapo awali. Hali hii ilimpa matumaini mapya. Alianza kuona kuwa maisha yake yanaweza kubadilika licha ya changamoto alizopitia. Alikumbuka mara nyingi siku ile dai mama yake alipochukua kuku wawili kwenda shule kama malipo. Tukio hilo lilikuwa chungu, lakini lilikuwa mwanzo wa safari yake ya mafanikio. Aliamini kuwa sadaka ya mama yake haikuwa bure na kwamba alikuwa akiishi maisha ambayo mama yake aliyatamani kwa ajili yake. Kwa moyo wa shukrani, Juma aliishi maisha ya kusaidia wengine na kuhamasisha kizazi kijacho. Alijua kuwa mafanikio yake yalitokana na upendo wa mama yake, uvumilivu na nguvu ya kutokata tamaa. Hatimaye, alijikuta katika nafasi pekee ya kuwa kiongozi na msaidizi wa jamii. Aliendelea kuendesha mpango wa kusaidia wanafunzi maskini kupata elimu bila vikwazo. Kila mwaka, watoto wengi walipata nafasi ya kusoma kutokana na juhudi zake. Alikumbuka mara nyingi siku ile mama yake alipochukua kuku wawili kwenda shule kama malipo. Tukio hilo lilikuwa chungu, lakini lilikuwa mwanzo wa safari yake ya mafanikio. Aliamini kuwa sadaka ya mama yake haikuwa bure na kwamba alikuwa akiishi maisha ambayo mama yake aliyatamani kwa ajili yake. Kwa moyo wa shukrani, Juma aliishi maisha ya kusaidia wengine na kuhamasisha kizazi kijacho. Alijua kuwa mafanikio yake yalitokana na upendo wa mama yake, uvumilivu na nguvu ya kutokata tamaa. Hatimaye, alijikuta katika nafasi pekee ya kuwa kiongozi na msaidizi wa jamii.